Hivi master, upo single, upo kwenye mahusiano? Okay, kwanza kabisa hamna kitu kama kuwa single wala kuwa kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano ni kuwa kinyume na uhuru wako, na wewe ni uhuru. Kwa hiyo maana yake mahusiano yoyote yanakuwa kinyume na wewe mwenyewe, na mara nyingi wewe unadhani upo kwenye mahusiano, lakini mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano hajawahi kuexist, na maanisha kwamba hajawahi kuwepo, ila ni imagination yako ambao unaamua kuitengeneza juu ya huyo mtu, alafu na yeye anajitahidi kuijua, anaikaa au anaiigiza. Kwa hiyo unamfanya mtu anakuwa kama vile umemmiliki. Kwa hiyo akiwa na wewe atajitahidi as much as possible kukupa hiyo personality ambayo imekufanya wewe ukahisi uko kwenye mahusiano naye. Na hii sio tu mahusiano ya kimahusiano ya kimapenzi, lakini pia hata mahusiano ya kifamilia pia. The moment unamwona mtu ni mdogo wako, pindi akiwa na wewe anakuwa anakaa kwenye hiyo character ya kuwa mdogo wako. The moment unamwona mtu ni kaka yako, pindi akiwa na wewe anakuwa kwenye hiyo character ya kuwa kaka yako. Lakini asipokuwa na wewe anakuwa ndo muda ambao yuko yeye kama yeye, anakuwa yuko free au anakuwa yuko huru, anakuwa kwenye uhalisia wake. Kwa hiyo hali ya kujiruhusu sana kusema uko kwenye mahusiano, sana sana kwa mfano ya kimapenzi, maana yake unakuwa umejiweka kwenye riski ya kuwa kwenye hofu ya kumpoteza mtu, kwa sababu unaenda kujivalisha umiliki ambao sio asili yako. Hamna binadamu anayemilikiwa, sio asili yako umiliki, wala yeye hana asili ya kumilikiwa. Kwa hiyo unajiingiza kwenye hofu ya kumpoteza, lakini pia unajiingiza kwenye hofu ya kuvunjiwa matarajio yako. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba watu wengi hawajuagi kwamba mahusiano ni commitment au mahusiano ni attachment, na attachment yoyote huwa inaenda kuharibu ladha ya upendo wa asili. Yaani kama unampenda mtu, acha ule upendo ubaki vile vile naturally. Usiwapeleke kwenye point ya kusema sasa tunaingia kwenye point ya kwamba mimi na wewe tupo kwenye mahusiano. The moment umeingia tu kwenye hiyo point ya kusema mimi na wewe tupo kwenye mahusiano, maana yake umeenda kuharibu ladha ya upendo wa asili ambao ilikuwa imetokea. Kwa sababu upendo uko delicate sana, huwa unapita kwa moment to moment. Kwa hiyo unapokuwepo katikati yenu, hebu uacheni wenyewe tu uwa control. Na mara nyingi utakuja kujikuta kwamba unaweza tu ukaufurahia zaidi. Tena mara sometimes inakuwa ni ya muda mrefu zaidi kuliko hata yale mahusiano ya kuwekeana commitment kwamba from now tuna date. Kwa hiyo from now na ku-own, from now nataka uishi the way na expect wewe uishi, hata kama umwambie, lakini that's what it means. Lakini ukiacha vitu vitokee wenyewe naturally, kwanza unaweza kujikuta sometimes unakutana hata na watu sahihi zaidi, au unakuwa kwenye mahusiano na mtu sahihi zaidi, kwa sababu hauna expectations zozote na yeye hana expectations zozote, wala hamna ulazima wowote wa kuwekeana commitment yoyote. Kwa hiyo kila kitu kinatokea naturally, na binadamu ndo jinsi alivyo, kwa sababu wewe umezaliwa peke yako, manake uko katika ukamilifu ukiwa mwenyewe. The idea ya kuhusiana ni idea ya society. Kwa hiyo tunaposemaga ndoa ni the worst implement ambayo imepandikizwa na jamii kwenye tamaduni zetu. Hatumaanishi tu ile ndoa ya kanisani, tunamaanisha hali yako wewe ya kudhani sasa na uhusiana na huyu mtu. Yaani the moment tu pale umeshajiwekea commitment au umejiwekea attachment, tayari umejiweka kwenye riski ya kuingia kwenye mateso yasiyokuwa na ulazima. Ndio maana mimi sijihusishagi na attachment za aina yoyote, kwa sababu I know it is a game and I don't want to play it. Muka Master.